Mpenzi mtazamaji wa Sibuka TV na msikilizaji wa Lindi FM kipindi cha vijana. Siku ya leo tena tuko na kipindi chetu cha vijana, na mada ya leo inasema nguvu ya marafiki katika maadili ya kijana. Nguvu ya marafiki katika maadili ya kijana. Ninao wageni wangu hapa. Tunaye wa kwanza hapa anaitwa Melkizedek, lakini anayefuata hapo anaitwa Mwalimu Hosiana, anayefuata hapo anaitwa Isaac, pembeni anayefuata tena hapo anaitwa Enoch Sindini, na wa mwisho hapa anaitwa Mchungaji Ayubu Bilahi. Mada ya leo ni nguvu ya marafiki katika maadili ya kijana. Karibu Mwalimu Hosiana, ufungue kipindi kwa maombi. Amina, tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, katika jina la Yesu tunayo asante tena kwa ajili ya siku nyingine umetupa kuwapo mbele zako kujifunza pamoja na ndugu zetu. Bwana Yesu, tunakutanguliza wewe, naomba uanze pamoja nasi, utuongoze, ututumie sawa sawa na mapenzi yako, kwa sababu wewe unatujua, lakini unawajua wale ambao watasikiliza na ambao watatazama na nini ambacho wanatakiwa kujifunza katika maisha yao. Naomba utuongoze, utumie vinywa vyetu na fahamu zetu, katika jina la Yesu Kristo. Mungu, tunajikabidhi mikononi mwako. Amen. Amen. Mada ya leo, nguvu ya kijana. Nguvu ya marafiki katika maadili ya kijana. Nayeongoza kipindi hiki ni mimi Yosefu Fimbo. Enoch, tunaposema nguvu ya marafiki tunamaanisha nini? Asante sana ndugu kiongozi. Tunaposema nguvu ya marafiki katika kuathiri maadili ya kijana, naweza kusema nguvu ya marafiki ni ule uwezo wa watu wa karibu na kijana kuathiri maisha ya kijana kwa namna chanya au namna negative, namna hasi. Kwa hiyo tunaposema nguvu ya marafiki katika kuathiri maadili ya kijana, wanaweza wakaathiri maisha yako kwa namna chanya au namna hasi. Tunaposema namna chanya ni kwa namna nzuri, na tunaposema namna hasi ni kwa namna mbaya. Kwa hiyo ni ule uwezo wa watu wako wa karibu ambao umewachagua kama marafiki au kama ndugu kuathiri maisha ya kijana. Asante. Mchungaji wangu Ayubu, umesikia binti Enoch anavyochambua nguvu ya marafiki katika maadili ya kijana. Tunaposema nguvu ya marafiki na tunaposema maadili tunamaanisha nini? Asante sana mwongoza wa kipindi. Mambo mawili kwa pamoja. Nguvu ya kijana, nguvu ya marafiki ya ushawishi. Ni ule uwezo walionao marafiki, watu wako wa karibu, namna wanavyoweza kukusukuma kufanya kile wanachofanya, iwe kibaya au kizuri. Marafiki wanao uwezo, wanao nguvu, wanao ushawishi mkubwa, au wanaweza kukufanya wewe ukaiga kutoka kwao. Sasa inategemea marafiki wako ni wa aina gani. Kama marafiki wako ni marafiki wabaya, wanafanya mambo mabaya, wanayo namna, kwa sababu wanadamu anajifunza kwa kusikia na kuona. Kwa hivyo kwa kuona marafiki zako au kwa kusikia kile wanafanya, kuna uwezekano mkubwa wa wewe kufanya kile wanachokifanya, kama tunavyoweza kuona katika Warumi 10:17 ya kwamba imani chanzo chake ni kusikia. Yale unayoyasikia kutoka kwa ndugu na marafiki yana uwezo kabisa wa kukufanya wewe kijana uishi sawa sawa na marafiki. Kwa hivyo ningeweza kusema lazima mtu awe mwangalifu wa kuchagua marafiki wa kuishi nao, na awe na akili ya kwamba tabia yangu kuna uwezekano mkubwa sana wa kufanana na marafiki. Sasa ni wewe unataka uishi maisha namna gani? Ikiwa nia yako ni maisha mazuri na matakatifu, chagua watu wazuri na watakatifu, itakuwa rahisi kuishi vizuri. Na shukuru sana. Mr. Isaac. Ndio. Maadili kijana anayapata kwenye familia. Maadili kijana anayapata kanisani kwenye mafundisho ya Mungu. Hivi kijana, marafiki
wanaweza akabadilisha tabia ya maadili ya kijana aliyoyapata kwenye malezi ya familia na kwenye mafundisho ya dini? Asante sana ndugu mwongoza mada. Kwa upande wangu naweza kusema ndio, ni sahihi. Kijana anaweza kabadilishwa maadili kupitia marafiki zake. Kwanza unavyosema marafiki, rafiki ni mtu ambaye umeamua kuambatana naye, yani ni mtu wako wa karibu. Kwa namna nyingine unaweza kusema ni msiri wako. Yani ni mtu rafiki, unaweza kumueleza jambo ambalo uwezi kwa namna nyingine kumueleza mchungaji wako au hata baba yako. Unaweza kumueleza nani? Rafiki yako, yani mtu ambaye unamwamini. Kwa upande wangu nasema ndio, ni sahihi kwamba rafiki wanaweza kubadilisha kwa namna nzuri au namna mbaya tabia kijana aliyopata. Tunavyosema kwa namna nzuri, anaweza rafiki akakusaidia kukuza ile tabia njema uliofundishwa kanisani. Kwa mfano, unaweza kanisani umefundishwa habari ya kumhubiri Mungu, kwa habari ya kumtumikia Mungu, ila rafiki anaweza akakutafsiria kwa namna sahihi. Anatafsirije? Kwa mfano, natakiwa nikamtumikie Mungu, labda nikahubiri mitaani. Rafiki anaweza akasimama kama kiwezeshi changu cha kufikia ile jamii iliyokusudiwa mimi kuwapelekea yale maadili mema, maana neno la Mungu ni maadili mema. Lakini rafiki anaweza akamumonyoa au akaribu maadili mema kijana aliyopata kanisani au nyumbani. Ukiangalia kwa mfano kwenye Biblia, unarudi kwa Amnoni. Amnoni kabla hajalala au hajambikiri dada yake ambaye ni Tamari, alipata ushawishi au nguvu ya kufanya hilo jambo kutokana na marafiki. Walimpa njia. Kwa hiyo rafiki anaweza kukupa njia sahihi ya kutimiza au ya kufanya yale mapenzi ya Mungu au yale maadili mema uliopewa kanisani na kwenye familia. Ila rafiki huyo anaweza akamomonyoa yale maadili mema. Inategemea umejiambatanisha na rafiki gani. Tukirudi kwenye Biblia nasema watu wawili hawawezi kutembea njia moja pasipo kupatana. Kwa hiyo nikisema Mr. Fimbo au ndugu yangu Fimbo ni rafiki yangu, ina maana nimeshajiambatanisha naye katika mambo yangu yote. Kwa hiyo kijana anaweza kuharibu tabia yake, inaweza kuharibiwa kutokana na marafiki. Kwa hiyo kijana akichagua marafiki wabaya, tabia yake inaendelea kuwa njema. Akichagua marafiki wazuri, tabia yake inakuwa njema. Akichagua marafiki wabaya, tabia yake anaimomonyoa yeye mwenyewe. Asante. Nashukuru sana mwalimu. Kuna cha kuongezea hapo kwamba hivi marafiki wanaweza wakabadili maadili ya kijana aliyopata kwenye ngazi ya familia, lakini maadili ya kijana ambayo ameyapata kwenye mafundisho ya Mungu. Kuna cha kuongezea hapo? Ndio, kipo. Karibu. Na kubali kwamba marafiki wanaweza wakachangia katika kumomonyoa maadili ya kijana. Kwa sababu gani? Na rafiki ni mtu wa karibu sana. Zaidi hata ya wazazi au zaidi hata ndugu zako wa kuzaliwa. Kwa hiyo ninakubali kwamba anaweza akamonyoa. Kwa sababu gani? Vile wanapokuwa wanaambatana, wanakubaliana kimtazamo, katika fikra, katika kila jambo lolote lile ambalo wanafanya. Kwa sababu kwa mfano hata kwenye Biblia neno la Mungu linasema kwamba rafiki anapenda siku zote, lakini ndugu anakuwepo kwa ile siku ya nini? Ya taabu. Sasa kama mtu anakuwa na rafiki yake ambaye anaambatana naye wakati wote, anaweza akamshirikisha jambo na akatoa ushirikiano wa jambo lile kwa wakati kama ambavyo mwenzake amemtaka. Basi tunaona kwamba huyu mtu ni rahisi sana kufanyaje? Kumbadilisha mwenzake. Na ni dhahiri tunaona hata katika maisha ambayo tunaishi, hata mashuleni. Unakuta mtoto anatoka nyumbani ana maadili mazuri kabisa, lakini akishafika kule anakutana na marafiki wabaya, wanamharibu. Na ndio maana hata mashuleni kule wanakuwa wanaweka kwa mfano kwenye vitabu mbalimbali wanafundisha namna gani ambavyo makundi au tunasema makundi rika yanaweza kuathiri tabia ya kijana. Sasa kwa hiyo sasa unakuta vijana sasa wanaoenda mashuleni ama vioni wanakutana na marafiki, vile unapopata rafiki mpya, marafiki mbalimbali, sasa unakuta moja kwa moja wanabadili tabia, kwa sababu utaanza kuangalia huyu rafiki yangu ambaye ninaambatana naye anaishi mfumo gani wa kimaisha, kitabia. Utakuta mtu alikuwa anapenda ibada anaanza kuacha, anaanza kuzorota, lakini anaweza kabadilisha pia kwa namna nzuri. Mwingine alikuwa
alikuwa hapendi ibada, lakini kwa sababu ya yule rafiki anafanyaje? Anaanza kubadilika. Kwa hiyo ni wazi kabisa, na mfano imetolewa hapa na mwenzangu aliyetangulia kwa mfano wa kijana anaitwa Amnoni. Yeye alishauriwa na rafiki yake Yonadabu, akaenda akamharibu ndugu yake. Kwa sasa kulingana na ule ukaribu aliharibiwa. Kwa hiyo naweza nikakubali kabisa kwamba rafiki anaweza akachangia katika kumbadilisha kijana kimaadili. Nashukuru sana. Melkizedeki, kuna cha kuongezea hapo? Naweza nikaongezea kitu hapo. Karibu. Amina. Kwanza ukiangalia katika urafiki, lazima kwanza kama kijana lazima utambue kama vitu viwili kama sio vitatu. Kwanza ukiwa unaelekea kupata rafiki, lazima uwe na vigezo vya kupata urafiki. Kwanza lazima ujue kwa nini najenga urafiki na mtu huyu. Na kwa sisi tuliokoka, lazima uangalie urafiki wako umejengwa katika msingi gani. Biblia inasema hivi, usifungwe nira na mtu asiyeamini. Kwa rafiki yako pia anaweza akadetermine wewe hapo ni nani ama una uwezo wa kufanya. Kwa hiyo ana uwezo wa kuchangia nguvu kubwa mno katika maisha yako ya kawaida na maisha yako ya wokovu. Haleluya. Kwa maana hiyo basi, hata tukiangalia katika namna hata misemo ya kawaida ya kijamii inasema unapokaa sana na uwaridi hunukia hivyo. Maana yake nini? Unapokaa na mtu asiyefungwa nira, asiyeokoka, maana yake huyo rafiki utashibishwa nini na yeye? Maana yake kuna vitu vingi sana unaweza ukawa katika rafiki uliochagua ama uliokosea kuchagua, ama ni rafiki gani mzuri anaweza akachangia. Kwa hiyo roho huzungumza na roho. Kwa hiyo sisi kama watakatifu, kama tuliokoka, mara nyingi tunatakiwa kuanza kuzingatia sana na msingi wa urafiki tunaenda kuchukuana ama unahitaji kuungana na mtu fulani. Haleluya. Amina. Nashukuru sana. Inoti, dalili zipi zinaonyesha kwamba huyu marafiki zake wameanza kumuondoa kwenye maadili? Tunajuaje kwamba marafiki zake huyu kijana wanaanza sasa, marafiki zake wameanza kumuondoa kwenye maadili mema aliyoyapata kanisani na mema aliyoyapata kwa wazazi? Karibu. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Dalili mojawapo ambayo inaonyesha kwamba rafiki huyu ameanza kuondoka kwenye yale maadili mazuri ambayo alikuwa ameyapata labda kanisani, nyumbani na jamii kwa ujumla. Dalili mojawapo naweza nikasema ni kuacha kufanya vile vitu ambavyo alikuwa anavifanya mwanzo. Kwa mfano, kwa upande wangu kwa masuala ya kiroho naweza nikaanza. Kijana unakuta anaanza kukosa kanisani bila kuwa na sababu. Au anakuwa na excuse nyingi, au anakuwa na visababishi vingi. Ukimuuliza labda kwa nini haupo katika nyumba ya Mungu? Rafiki yangu kwa nini haufungi? Au rafiki yangu kwa nini siku hizi usomi neno la Mungu? Anakuwa anaacha ile misingi ambayo mwanzo kabisa wazazi wake walimfundisha, au kanisa inahitaji labda vijana tufunge. Lakini unakuta anaanza kuwa na excuse nyingi, anakuwa na sababu nyingi, anakuwa anajitetea. Hiyo ni dalili mojawapo. Dalili nyingine ni tabia yake tu kwa ujumla na mambo anakuwa anajihusisha nayo. Mwingine unakuta labda mwanzoni hakuwa ni mtu wa mitandao, lakini taratibu tunaanza kuona ameshaanza kuwa mtu wa mitandao sana. Mitandao sio mibaya ya kijamii, lakini namna anavyoitumia unaanza tu kujua huyu rafiki yangu kidogo amegafilika. Taratibu anaanza kuondoka taratibu. Kwa upande wangu naweza kuchangia hizo mbili. Nashukuru sana. Mchungaji wangu, nyie mnadili na maadili ya vijana, mnaona vijana anavyotetereka kwenye maadili. Dalili zipi sasa ambazo zinaonyesha kabisa kwamba mlichokipanda kanisani, mlichokipanda kwenye familia kwa huyu binti au huyu kijana wa kiume zimeshaanza kuondolewa na marafiki zake? Dalili zipi? Asante sana ndugu yangu mwongoza kipindi. Namna gani tunajua ya kwamba huyu kijana sasa mambo yake haendi kama zamani? Unajua mtu anapoanza, dalili tunazoziona ni sawa kabisa na mtu anayeumwa. Unajua mtu akiugua kuna namna unamuona anakuwa mnyonge. Hana nguvu kama zamani, hatembei kama zamani, hawezi tena kufurahi, hatabasamu. Kwa hiyo unaangalia uso wake na unaanza kumuuliza, wewe kuna shida gani? Na kweli anakuambia na shida. Mtu anapokuwa
haendelei vizuri, amemomonyoka kutokana na marafiki, tutamwona hafanyi kama zamani. Kwa mfano, huyu mwenzangu amesema kwenye mitandao ya kijamii. Kama kwenye mitandao ya kijamii tutakachokiona, akirusha tu picha, kuna namna tutaona picha zake, namna alivyovaa, aina ya watu alionao. Hiyo tu itaanza, alamu itaanza kupiga ndani mwetu ya kwamba, kengele itapiga ndani mwetu ya kwamba pale hamna salama. Mambo yote ya kimungu hawezi tena kuwa mstari wa mbele. Haji ibada, hashughuliki tena na maombi. Na ikitokea unamuuliza, anakuwa mkali kama pilipili. Unakuwa mtu zamani yakuwa hivi. Yaani anakuwa mjeuri, anakuwa na kiburi. Na tunamwangalia hata kule kwa wazazi. Kelele kitaanza kutoka kwa wazazi, wazazi hawatamuelewa. Jamii hatamuelewa. Ni kama ilivyokuwa kwa Sauli. Alikuwa ametumwa katika Samueli wa kwanza sura ya 15, ametumwa na Mungu akaangamiza watu wa taifa la Amaleki. Mtumishi wa Mungu Sauli hakufanya kama alivyoagizwa. Samueli anamwambia, anasema, kelele hiki ninachosikia masikioni mwangu ni cha nini? Kwa hiyo dalili mojawapo ya mtu ambaye haendelei vizuri, katika masikio ya watu wa Mungu tutaanza kusikia kelele, kutakuwepo na minong'ono, watu wanajaribu kulaumu, kutakuwa na mashtaka mengi. Mara mtu anasema mtu aliingia dukani mwangu amekopa hajalipa. Mara mtu anasema huyo ananiharibia watoto wangu. Yani mara mtu anasema huyo ananiharibia mke wangu. Mara mtu anasema huyo atakuwa amenichukulia hiki na kile. Yani hizo kelele hazitaisha, na huyo mtu hakuwa nazo mwanzoni. Kwa hiyo kwa hayo tutajua mtu huyu haendelei vizuri. Nashukuru sana. Mwalimu, nyie mnadili na vijana wengi kule mashuleni. Kuna cha kuongezea hapo au wameshasema vyote vimeisha kwa maana ya dalili? Zipo. Ile ambazo zipo ni kubadilika kabisa kwa mwenendo wa yule kijana, kitabia. Mashuleni ni dhahiri kabisa, tunakutana na vijana wengi, unakuta mtoto anakuja shuleni yuko vizuri kabisa, na anaanza kukubalika kuanzia hata wanafunzi wenzake, lakini na walimu pia. Lakini taratibu unaanza kuona yule kijana anaanza kubadilika. Kwanza, kitu cha kwanza ama dalili ya kwanza nimesema ni tabia. Utaanza kuona tabia zake zinabadilika, kwa mfano nidhamu yake binafsi, lakini pia nidhamu kwa wanafunzi, lakini pia kwa walimu. Atakuja alikuwa na hofu, anaogopa kukosea, anaogopa kwa walimu au kwa wenzake. Lakini mwisho wa siku unaona sasa makundi ya wanafunzi wenzake ambao ndo marafiki sasa wanaanza kumharibu. Kwa unaanza kuona kijana alikuwa si rahisi kujibu neno anapoulizwa kitu au kuropoka, lakini unaanza kuona sasa tabia katika nidhamu yake kwa ujumla inaanza kubadilika. Na ni dhahiri tunakutana na wanafunzi wa namna hiyo. Lakini mbali na tabia kuna swala la kimasomo kwa ujumla. Anakuja mwanafunzi alikuwa vizuri sana, labda ndo anaanza form 1 au ndo yuko shule ya msingi. Matokeo yake yanakuwa ni mazuri pale mwanzoni, anaendelea vizuri, lakini mwisho wa siku tunaanza kuona anashuka katika nini? Katika masomo. Kwa hiyo dalili ya kwanza ambazo huwa tunaona, kwanza ni hiyo kubadilika kitabia, kwa maana ya nidhamu inashuka kwa ujumla, lakini pia anaanza kushuka kitaaluma. Lakini sio tu kushuka, inaweza pia ikaathiri kwa upande wa pili, kwa maana ya chanya. Pale kuna mwanafunzi mwingine unakuta anafanya vibaya, lakini baadaye unashangaa anaanza kuongezeka, kupanda daraja katika ufaulu. Hiyo nayo inachangiwa na nini? Na marafiki. Lakini ujaribu kufuatilia nini kinamfanya huyu. Kwa tunapokuwa tunakaa nao utakuta kumbe ni ushawishi ambao anapewa na marafiki wenzake. Kwa hiyo ni dhahiri, na dalili ambazo tunaziona mara nyingi sisi tunapokabiliana na wanafunzi huko mashuleni ni hizo: kitabia, lakini kitaaluma panda ama kushuka. Isaac, naam, una marafiki? Ndio. Umeathirije tabia zao katika maadili yao? Asante sana ndugu mtangazaji. Sina marafiki, ila nina rafiki. Okay. Maana Biblia inasema ajifanyie marafiki wengine kwa uangamivu wake mwenyewe. Kwa hiyo
kwa kuweka sawa hapo, nina rafiki. Mimi na rafiki yangu kila mmoja ameasiri tabia mwenzake kwa namna moja ama nyingine, kwa namna chanya. Ingawa kila mtu ana mapungufu yake. Kwa hiyo nilijua tabia zangu na pale na mapungufu yangu, kwa nikatafuta mtu ambaye ataniwezesha katika hayo mapungufu, kama ili tu kutimiza ndoto langu, lakini zaidi sana kuishi kwa ajili ya kusudi la Mungu hapa duniani. Nikianza cha kwanza, kuna vitu ambavyo navipenda, na katika vitu ambavyo navipenda, na kuna vitu ambavyo yani ni malengo yangu, ni ndoto yangu siku moja kutimiza. Kwa hiyo siwezi nikaa na ndoto ya kuwa kwa mfano mfanyabiashara nikafatana na rafiki ambaye ana ndoto ya kuwa daktari. Yani kwa namna moja ama nyingine ile focus yangu ya kufikia lile target yangu, lengo langu litakuwa linaondoka. Ndio vile kama walivyosema watangulizi kwamba tusifungiwe nira na wasioamini. Kwa hiyo lazima nitafute rafiki, lakini awe rafiki ambaye anatokana na kwenye nyumba ya Mungu, yani mtu muamini mwenzangu. Yani siamini kwamba kwenye nyumba ya Mungu kunakosekana mfanyabiashara, kunakosekana rafiki wa aina ambayo kijana anamhitaji. Kwa hiyo mimi nimeasiri kwa namna moja. Kwa mfano mimi napenda mambo ya biashara. Kwa hiyo rafiki yangu naye anapenda biashara. Katika hiyo biashara kuna upande anakuwa anafanya vizuri sana. Labda kwenye upande wa pesa na nini na mauzo ni mzuri sana, ila mimi kwenye upande wa kuanzisha kitu, labda useme labda kwenda ukishavuna. Kwa mfano mimi ni mkulima, nikishavuna kutoa katika ile wataalamu wanaita raw material, ni kutoa katika ile kuuza kama zao husika, kuja sasa kufanya kuwa wataalamu kwa Kiingereza wanasema production, kuja kufanya kwamba ni bidhaa kamili. Hapo nakuwa mzuri. Kwa hiyo tunapochanganya uwezo wetu kwa pamoja, tunafikia lile lengo, tunawasiliana pamoja. Tuna mapungufu pengine na mapungufu yake, pengine mimi Isaac labda naomba, lakini katika namna yangu ya kuomba sijafikia kiwango kile. Kwa rafiki yangu ana kiwango cha juu yangu, kwa hiyo anakuwa ananinyanyua. Maana chuma unoa chuma. Kwa hiyo tunanyanyuana kwa namna moja ama nyingine. Asante. Nashukuru sana mtazamaji wa Sibuka TV na msikilizaji wa Lindi FM, kipindi cha vijana. Tunakukaribisha katika kipindi cha vijana. Siku ya leo tunajadili mada inayosema nguvu ya marafiki katika maadili ya kijana. Nguvu ya marafiki katika maadili ya kijana. Ninayeongoza kipindi hiki ni mimi Yosefu Fimbo. Melkizedeki. Naam. Neno limoja limesemwa na Isaac nimelipenda, chuma hunoa chuma. Ukisoma inaendelea inasema ndivyo mtu anoavyo uso wa rafiki yake. Kuna mtu ulishawahi kumnoa? Ndio. Nimeshapitia vijana wengi ambao ni wako kwenye rika yangu, na wengine pia wamenizidi umri, na wengine ambao ni wadogo kwangu. Na yako mambo mengi ambao nimeweza kuwasaidia ama tumesaidiana kunoana. Mwenzangu ameongelea katika swala la mambo ya uchumi na fedha. Lakini mimi nimekuwa pia katika swala la kuweza kuanoa. Yapo mambo kama ya uchumi, lakini hususan katika mambo ya mahusiano, hasa kama vijana. Na katika hao ambao tumekuwa mara nyingi tunakutana na changamoto tu, ama mtu anasema je, wakati sahihi ni namna gani mahusiano waliokuwa yanaendeshwaje. Kwa hiyo nimekuwa katika namna ambayo sasa tunaweza, mimi kama rafiki, nina marafiki kama kadhaa, sio wengi, ila ni marafiki kadhaa kutokana na sehemu ambapo ndakuwa na tunapokuwa. Kama ninaweza kutolea mfano, sitamtaja, ni rafiki yangu, yeye alikuwa amefika wakati wake wa kusogea kwenda katika swala la mahusiano, kwenda katika kuoa. Nakumbuka alikuwa ni mtu ambaye anatamani sana, lakini alikuwa na maswali ya kwamba nawezaje kuoa mtu hivi na kukutana na kusudi la mwanamke ambaye mimi Mungu ameniwekea kwa ajili yangu. So niliweza kutokana na mafundisho na maadili ambayo niliyapata kutoka sio tu kwa ajili ya wazazi, pia na marafiki ambao niliwachagua, yaliweza kunisababisha hata mimi kumsaidia kijana mwenzangu ambaye tayari sasa hivi ameshaoa na ameoa ndoa yake takatifu, ndoa nzuri ilifungwa na katika misingi ile ya kikanisa. Kwa hiyo niliweza kumshauri, kwa sababu akasema ama nianze, maana ilitokea ama nianze nimchukue nimuone, lakini tuliweza
na namshukuru Mungu niliweza kuwa msaada mzuri, ambapo yeye alikuwa na mawazo ambao niseme kama mimi ningekuwa ni rafiki mbaya kwake, ningeweza kumruhusu katika lile jambo alikuwa analiwaza mwanzo kulifanya. Lakini kutokana na yale maadili ama urafiki ambao mimi niliweza kumsaidia kwamba hapana, hii sio maadili, wewe pia ni mtumishi, hata kama unaona kama huna utumishi wote, lakini kuna watu wanakuangalia, watajifunza nini? Biblia inasema kuwa nuru, kuwa chumvi katika nchi. Sasa kile ambacho lolote tutakalolifanya tunaacha alama. Kwa hiyo yale mahusiano mazuri ya mimi niliweza kumsaidia mpaka ikampelekea akafunga ndoa, akafuata maadili ya uchumba mpaka kufunga, na nadhani ni mwezi wa 3 ulioisha ndo amefunga harusi yake. Kwa hiyo maadili ama niseme nguvu ya urafiki katika maadili ya kijana inasaidia sana 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 katika msingi huo ambao na rafiki yako utaweza kunani. Kwa hiyo ndo mimi niliweza ku. Nashukuru sana mchungaji. Kwa nini vijana wengi wanashindwa sasa? Kwa utafiti wako mnashughulika na vijana katika nchi ya Tanzania, lakini kanisani una vijana. Vijana kwa nini wanashindwa kusimama kwenye maadili walioyapata nyumbani? Wanashindwa kusimama kwenye maadili walioyapata kanisani, badala yake wanasimama kwenye ile nguvu ya marafiki na watwist mpaka wanahama kwenye yale maadili. Kwa nini vijana wengi wanashindwa? Asante sana ndugu yangu mwongoza kipindi. Tunajaribu kuangalia sababu zinazowafanya vijana wanashindwa. Sababu inayoweza kuwa sababu kuu, vijana ni pale ambapo wanakosa mahusiano na Mungu. Kwa sababu ili ni sawa na mmea, usipopanda kwenye ardhi hauwezi kukua. Ili mtu aweze kuenenda katika maadili mema, lazima awe na mahusiano na Mungu mwema, Mungu mwenye maadili, ambaye anaeleza katika Yakobo, anasema kila kutoa kuliko kwema hutoka kwa Baba wa mianga. Katika Yakobo 1:17. Yuko Mungu mwema mwenye maadili. Na ili mtu afanye vizuri lazima ahusiane na huyo. Vijana wengi hawana mahusiano mazuri na Mungu, wakiona ya kwamba katika wakati wa ujana si wakati sahihi wa kuabudu Mungu. Wengi wanasema ngoja kwanza nizeeke. Lakini kwa sababu bado kijana, wanasema vunja mifupa meno ingali iko. Kwa hicho kitendo cha kukaa mbali na Mungu ni changamoto inayofanya vijana hawezi kufanya vizuri, sababu wanajitenga na Mungu. Lakini jambo lingine linalochangia ni haya mambo ya mitandao ya kijamii. Unajua vijana wa siku za nyuma hapakuwa na mitandao ya kijamii, ilikuwa ni ngumu kuona uharibifu wa eneo lingine. Lakini katika siku za leo inakuwa vyepesi, kwa sababu vijana wanaweza kuona uharibifu wa dunia nzima. Na ni kama kule kwenye mitandao mambo maharibifu yamekuwa kwa wingi kuliko mambo mema. Na kama Biblia inavyosema kwenye Timotheo, neno baya ni kama donda ndugu. Kwa hiyo yale mauharibifu yaliyoko kwenye mitandao yameovamia. Na ujue siku za leo vijana wanakesha kwenye mtandao kuliko mahali popote. Na hiyo mitandao ndio imekamatwa na waovu. Nyimbo nyingi zinazoonekana ni mbaya. Ukifungua tu Facebook unakuta kuna watu wako uchi, yale mapicha, yani ukifungua tu unakutana vitu kama hivyo. Kwa hiyo vijana kwa sababu ya hali kama hiyo inawafanya hawawezi kuendelea vizuri. Hizo ni baadhi ya sababu ambazo nimeona kiutafiti zinasababisha vijana wanashindwa kuwa na mahusiano mazuri na Mungu kwa sababu ya hayo mambo na mengine mengi. Labda nimalize na desturi pia za jamii zao. Watu wanafanya desturi za jamii ambazo hazifai. Kwa mfano kuna jamii ambazo kuoa kwa kufunga ndoa sio kipaumbele. Kwa mtu anakuwa kwa hiyo jamii na anafuata mambo ya jamii yake, nayo ya mila na desturi nayo yanakuwa kikwazo. Enoch, kwa nini vijana mnashindwa kusimama kwenye maadili ambao wachungaji wamewafundisha, lakini na familia zimewafundisha? Kwa nini? Asante sana, nashukuru. Katika Wakorinto wa kwanza 15:33 Paulo anasema
msidanganyike. Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Mojawapo ya kwa nini vijana wanashindwa kusimama katika maadili ambayo wamefundishwa katika jamii, kanisa na familia kwa ujumla, ni kukosa msimamo kama kijana. Kijana unatakiwa kuwa na msimamo. Msimamo upi? Kabla ya kuchagua rafiki, unatakiwa upige magoti umuombe Mungu. Mungu, niambatane na mtu gani? Ni sawa labda nimeenda kwenye kanisa, nimeokoka, nimekutana na kundi la vijana, labda sisi wote ni wafanyabiashara. Lakini katika hao wafanyabiashara, na kwanza Mungu, Bwana Yesu, naomba unipatie rafiki ambaye tutaendana naye, ambaye atakuwa chachu ya mimi kubadilika maisha yangu ya kiroho na ya kimwili. Kwa hiyo nikipiga magoti ukimuomba Mungu, Mungu anakusaidia. Sio kwa sababu tu nimekutana labda na mtu tunafanana kimuonekano, kitabia, kimawazo nikasema huyu ni rafiki yangu. Lakini inahitajika zaidi kumuomba Mungu na pia kuwa na msimamo binafsi. Msimamo kwa namna gani? Pale ambapo labda nitakutana na marafiki ambao sio sahihi, huenda labda nipo chuoni au maeneo ya kanisani, nikaanza kumwangalia rafiki yangu kimtazamo hatuendani, kimonekano kidogo huyu hapana. Natakiwa kuwa na msimamo wangu binafsi. Kama mimi naanza kumwacha taratibu. Pia labda kama kwa namna hiyo naweza nikamsaidia, nikamwezesha. Lakini nikiona ni mtu ambaye anabadiliki, mimi nina msimamo wangu binafsi na naweza kuambatana na mtu huyu. Kama naweza kuambatana naye sawa, nikamshawishi akawa mtu mzuri. Kama siwezi pia kuambatana naye, naweza kumwacha. Nashukuru sana. Mwalimu, hivi kijana anawezaje sasa kuishi bila kuathiriwa na marafiki? Asante kiongozi. Akaishi maadili aliyofundishwa nyumbani, lakini akaishi maadili aliyofundishwa kanisani bila kuathiriwa na marafiki wabaya. Nashukuru. Kitu cha kwanza ambacho mimi naweza nikasema kitamsaidia kijana ni yeye mwenyewe kuwa na vipaumbele vya kwake mwenyewe. Kwa sababu haiwezekani kuishi bila rafiki. Ambapo ndo hapo sasa utakuta mwingine atakuwa na rafiki mzuri au mbaya. Sasa kwa sababu tumeshajua rafiki anaathiri, yule ambaye huenda akakuathiri vibaya. Kama utakuwa na vipaumbele vyako katika maisha yako kama kijana, rafiki ama mazingira ni ngumu sana kukuathiri. Kwa mfano ukajiwekea vipaumbele kwamba mimi sitajihusisha na maadili mabaya. Kwa mfano kama mimi ni kijana ambaye nimeokoka, nitatunza utakatifu. Lakini nitahakikisha ninatumia ujana wangu kumtumikia Mungu. Nitalifuata neno la Mungu kuhakikisha huu ujana wangu unakuwa kielelezo au unanifanya niishi maadili ya Kikristo lakini na ya kijamii. Sasa ukishajiwekea hivyo vipaumbele, hata ukikutana na rafiki wa namna gani, huyo rafiki hawezi akakubadilisha. Hata kwa sababu huwezi pia ukakaa sehemu moja. Unaweza ukawa kanisani lakini ukatoka nje ya mkoa, labda uko masomoni, labda kikazi, ukajikuta umehama maeneo. Sasa hata huko Mungu anaandaa rafiki. Na rafiki ni sahihi hata kibiblia. Mtu yote anaweza kawa na rafiki. Sasa hata ukiwa na vipaumbele vyako, hata ukienda sehemu popote, unaweza ukawa unafanya kazi au biashara, ukafika mahali ukapata rafiki akakushauri kwamba hasa namna nzuri ya kufanikiwa kwenye hii biashara. Yeye akawa anatumia mbinu mbaya. Ni kweli tunauza, lakini wakati mwingine utakuwa uwe mjanja, wengine wanakuwa wanaiba. Either ukiuza unachukua unakata makato fulani ambayo ni ya kidhalimu. Kwa wao anaweza kukutana na marafiki ambao wanaona hiyo ni sawa, ni kawaida. Na akaona kwamba yule rafiki kabla ya kumpa ushauri pengine alikuwa ameshamsaidia kwenye vitu vingine vizuri zaidi. Lakini kwenye hiyo yengo atakapokuja akamshauri ushauri mbaya, kama ulishajiwekea vipaumbele kwamba nitakuwa na rafiki, maana sema rafiki ni mtu wa karibu, wewe utamsaidia na yeye atakusaidia, mtasikilizana. Kuna wakati mlikuwa mnasikilizana, lakini kama tayari ulijiwekea vipaumbele kabla ya kumpata yule rafiki, mipaka, nikisema vipaumbele pia ni sawa na mipaka, kwa sababu
sababu kishakuwa na kipaumbele chako, kuna kitu ambacho hata kikija hiyo inakuwa ni kama ziada ama hakiwezi kikakupa manufaa. Sasa hata akitokea hata kwa wakati wowote au yule akabadilika, kwa sababu tayari ulikuwa na vipaumbele vyako, hawezi akafanyaje akakuathiri. Kwa hiyo ndio hicho ambacho naweza nikasema kitamsaidia kijana kuishi na pasipo kuathiriwa na marafiki akaharibu maadili yake. Nashukuru. Isaac, kuna cha kuongezea? Ndio, nina cha kuongezea. Karibu. Alionitangulia hapa mwalimu amesema vipaumbele. Katika hivyo vipaumbele kuna mikakati ukiweka, ndio hiyo mikakati inakusaidia kupata rafiki sahihi. Kwanza kabisa lazima uwe na mikakati ya kupata huyo rafiki. Yaani sawa na vipaumbele, lakini kuwe na mikakati ya kupata huyo rafiki. Kwa mfano, kwanza mimi leo rafiki yangu ambaye ananibeba kwa mambo mengi, umeleta mada leo ni tarehe yake ya kuzaliwa. Kwa hiyo nashukuru Mungu kuleta mada sahihi siku sahihi. Sawa sawa. Asante. Kwa hiyo unaweza ukasema mimi nataka kuwa engineer. Lazima niweke mikakati ya kupata rafiki ambaye atanisaidia kutimiza ndoto yangu au malengo yangu. Unajua, unaposema fulani rafiki yangu, tunategemeana. Yani kuna sehemu unanitegemea na kuna sehemu na kutegemea, ili tukiunganisha utegemezi wetu tunatimiza malengo yetu ya pamoja. Ndo kule mwanzo tunasema lazima ulipe gharama, kama tulivyosema ya kwamba kumpata huyo rafiki unalipaje gharama. Lazima ufunge na kuomba kumpata huyo rafiki sahihi. Rafiki sahihi umtambui tu kwa macho ya damu na nyama. Lazima umpime, kwa sababu wengine anaweza akaja kwako kama rafiki sahihi, lakini kumbe ana malengo yake. Pengine ametumiwa na shetani akuangushe. Kumbuka ndani mwetu kuna hatima, na anayeka hatima tunazaliwa nayo. Kwa Mungu anakuwa amesheka hatima ndani mwetu ya kutimiza, labda hatima ya kuwa kiongozi. Ili utimize ile hatima, lazima ukutane na marafiki sahihi watakao kupusha au kukusukuma wewe kutimiza ile hatima ambayo Mungu ameweka ndani yetu. Kwa hiyo kuna mikakati. Mkakati wa kwanza ni kufunga na kuomba. Na mkakati wa pili ni kuhakikisha kwamba unapima. So kila kitu unachoambiwa na rafiki ni kweli ni rafiki yangu. Kumbuka katika maisha yao rafiki wa kwanza anatakiwa Yesu Kristo, ambaye ndo mwanzilishi wa urafiki, ambaye alijitoa pale msalabani akafa kwa ajili ya dhambi zetu. Hata upate rafiki wewe na gani, sidhani kama utapata rafiki ambaye atakuwa tayari kufa kwa ajili ya maisha yako. Kwa hiyo Yesu Kristo ambaye ndo rafiki mkuu na ndo mwanzilishi wa urafiki, ukimwomba atakusaidia kupata rafiki wa dunia hii. Na mkakati wa tatu ni kwamba kushirikisha watu wa Mungu na watu waliokuzidi na watu ambao wanamjua. Unajua rafiki yangu mimi, pengine wewe kiongozi wangu Fimbo unamjua kwa miaka 2-3. Ni kweli kila mwanadamu anaweza kuwa mapungufu. Na ni kweli unachoambiwa kupitia kwa rafiki yako sio yote unachukua. Pengine unajua kila mtu anayemlaumu mtu anamlaumu kwa upande wake. Yaani mwingine anasema bana Fimbo ni mbaya. Pengine ulikuwa anahitaji msaidie kitu fulani kwa wakati wao kimudu. Maana mwanadamu kuelewa nayo kwamba hichi uwezi ni jambo lingine. Kwa hiyo ukimshirikisha Mungu atakupa mikakati. Yaani mikakati unakuwa nayo kutokana na ndoto zako na lengo yako, unarudi kwenye kusudi kuu. Yesu Kristo, wewe ambaye ni mwanzilishi wa urafiki katika dunia hii, nisaidie kupata rafiki wa pili ambaye ataniwezesha kutimiza lile kusudi ambalo umeweka ndani yangu. Nashukuru sana. Melkizedeki. Naam. Kuna mtu kwenye Biblia ambaye unajua huyu nguvu ya marafiki iliathiri tabia zake? Amina. Bwana asifiwe. Amen. Amina. Kwanza ukiangalia katika kitabu, katika Biblia, ukiangalia, mimi nitamwangalia mtu kama Samsoni. Samsoni japo inaonekana sio marafiki, lakini ni marafiki sio kwa tu kwamba kwa age lazima awe katika rika lako. Amina. Kwa maana ya kwamba ndio maana tunashauriwa sana, kama ukiwa unataka kuwa na rafiki mzuri, ni rafiki yule mwenye experience, aliyekuzidi, kwamba anaweza akakushauri akakuelekeza. Lakini tukisoma kwa Samsoni mama yake pia alikuwa ni rafiki yake, wazazi wake walikuwa ni rafiki yake, lakini alifeli kusikiliza yale maagizo, kwa sababu kwanza
mamake alikuwa anajua kusudi la mtoto wake. Alikuwa anajua ni nini kilichopo ndani yake. Ndio maana tunasema lazima uwe na rafiki ambaye anakujua hata wewe ni nini ulichonacho, maono yako. Kwa hiyo unaposhare vitu hivyo na mtu kama huyo, kwa sababu ni mtu wa muhimu, anaweza akakushauri. Kwa hiyo tukiona kwa Samsoni alishauriwa, alionywa, kuna mambo mengi ambapo alienda akamchukua binti ambaye alikuwa sio imani moja, alikuwa ni taifa lingine, ambapo ilipelekea anguko lake, ambapo hata lile kusudi la Mungu akaliaibisha. Kwa hiyo tunaweza kuona pia huu ni mfano ambao katika Biblia unaelezea kijana, nguvu ya marafiki, yani kwamba yani tabia zao ziliwezaje kuathiriwa. Kwa hiyo Samsoni aliweza kuathirika kile ambacho Mungu aliweka ndani yake kutokana na kutokusikiliza maagizo, kutokusikiliza mashauri kutokana na marafiki ambao rafiki yake ambayo mama yake alikuwa amemuelekeza na kuongea. Pia jambo lingine, rafiki mwingine yupo Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu amekuwa ndani yetu. Mara nyingi anakuwa anapiga kelele. Hata kuna vitu vingine tunaweza kaa kama vijana, anaweza kaa anaviongea na tunasikia na tunajua kabisa. Kwa hiyo tumekuwa tunamdeny ama tunakuwa tunamkashifu ama yani tunakuwa kama tunamkimbia ama tunampuuza, ambapo imekuwa ndio sababu kubwa ya vijana wengi wa leo wa kizazi hiki cha teknolojia na mambo ya mikombo sana. Tumekuwa tunashindwa kwa sababu Roho Mtakatifu anazungumza na sisi, anatuelekeza maagizo namna gani, kwa sababu hakuna mtu ajuae Baba ama mfahamie Mungu zaidi ya Roho Mtakatifu mwenyewe, kwa sababu yeye ndio udhihirisho kwanza wa Kristo Yesu. Kwa hiyo mambo mengi tumekuwa tunaweza kuyataka, hata mambo ya dunia, lakini rafiki tunaye anatuelekeza. Kwa hiyo nadhani njia kubwa ama namna kubwa ambayo inaathiri ni kutokusikiliza maagizo ya wale ambao pia wametutangulia katika experience ya mambo mengi. Ndio maana inaathiri tabia zetu kama vijana. Na shukuru sana mchungaji wangu. Nilikusikia siku moja unahubiri, nilikusikia ulisema ili maono yako yafikie, utanikosoa au utaniongezea kama kuna sehemu tasahau, ili maono yako yaweze kutimia unahitaji watu 4. Ukasema mtu wa kwanza unaohitaji ni watu watakao kuamini, watu wanao kuamini. Ukasema wa pili, ukasema ni watu watakao kutambulisha. Ukasema watu wa tatu ni watu watakao kulea kiroho. Lakini ukasema mtu wa 4 unayemhitaji ni mtu atakaye kusaidia, kwa maana ya kukuwezesha. Sio nimepatishia au kuna sehemu? Umepatia. Nimepatia. Kukusaidia katika mahitaji yako. Nashukuru sana. Kuna vijana 4 hapa. Nikupe dakika kama 5 hivi, waeleze tunawapataje hao watu wanaokuamini, watakao kusaidia, watakao kutambulisha, watakao kulea kiroho. Unawapataje? Karibu. Asante sana ndugu mwongoza kipindi. Ya kwamba ili tufanikiwe katika maisha haya ya dunia, tumeona tunahitaji watu. Katika dunia hii kwa kweli Biblia inasema Mungu hakutaka hii dunia ikae utupu, iwe na ukiwa. Aliweka watu. Na sisi watu tunategemeana. Lakini si watu wote wanaweza wakafaa katika maisha yako. Watu wengine kwenye maisha ni wa kukudimiza, na wengine ni wa kukuinua. Kwa hiyo ni muhimu utafute watu watakao kuinua. Na nikasema kundi namba 1 ni kutafuta marafiki watakao kusaidia kiroho. Ujue katika safari ya kiroho bado tunakuwa. Tafuta watu wanaoweza kusaidia. Moja ya mtu ambaye tunapenda kumwangalia ni Elia. Elia alijichagulia Elisha alijichagulia rafiki yake Elia, akawa anamfundisha neno la Mungu na uliambatana sana. Ikatokea wakati Elia anakufa, akamwambia Elisha, niombe neno rafiki yangu. Elisha akasema, rafiki yangu, mimi ninachotaka napenda roho yako mara 2.
akasema umeomba jambo gumu, lakini nitakapokuwa naondoka ukiliona ufanikiwe. Kwa hiyo wakati Elia anakufa alinyakuliwa, koti lipodondoka, basi Elisha akabeba ile koti, na tunaona wanasema utumishi wa Elisha ukawa wa viwango vya juu. Wataalamu wengine wanasema kama Elia alifanya miujiza 16, inaonekana Elisha alifanya 32. Kwa hiyo marafiki wa kiroho, lakini unahitaji marafiki wanaokusaidia. Sisi ni watu, kuna wakati tunapungukiwa mahitaji haya ya kawaida. Kwa hiyo tuko na marafiki ili tusaidie kwenye mahitaji ya kawaida. Kwa hiyo natafuta marafiki wengine wanaweza kusaidia kwenye mahitaji ya kawaida. Tunawapata wapi? Tunawapata marafiki wako ndani ya kanisa. Hata nje ya kanisa kuna watu wema, lakini wewe unachukua jukumu la kuwachagua. Watu wengine ni watu watakao kuamini. Ikiwa unataka kufanya jambo lolote, unataka kuanzisha mradi, una maono, unataka kuanzisha jambo lolote, lazima uongee na watu watakao ambao wanaweza wakashikamana na wewe. Sasa hao watu lazima hao wanakuamini. Watu wanaokuamini unapoanzisha jambo ndio wanaweza kusaidia. Kwa mfano tukiangalia kwenye Biblia, Musa alikuja akamwambia Waisraeli ya kwamba Mungu amezungumza na mimi nilipokuwa kule mlimani, ya kwamba Bwana hamisha taifa hili ulipeleke kwenye nchi ya Kanaani. Akamwambia Haruni na wazee wa ile jamii. Lakini tunaona wazee walimwamini, wakampa kampani na akaweza kufikisha watu kwenye ile jamii. Kwa hiyo ili wewe ufanikiwe katika mambo yako, unahitaji marafiki pia watakao kuamini. Marafiki wengine ni wale watakao kutambulisha. Unaweza ukawa na kitu kizuri kabisa, una kitu kizuri, lakini unahitaji watu ambao wataendelea kuambia watu wengine ya kwamba huyu ndugu kitu alichonacho ni kitu kizuri. Kwa mfano Yesu alikuja na ujumbe muhimu sana, lakini watu wengine walipomwona wakadhani huyu Yesu amechanganyikiwa, amerukwa na akili. Lakini kulikuwepo na watu ambao walisaidia kuambia watu wengine. Kwa mfano Yohana Mbatizaji. Yohana alipiga kelele na asema, jamani, kuna mtu anakuja nyuma yangu, mtu muhimu ambaye mimi nimekuwa nabatiza watu kwa maji, lakini yeye atakuja atabatiza kwa Roho. Huyo mtu ni mtu muhimu mwenye nguvu, siwezi hata kufungua damu ya viatu vyake. Kwa hiyo Yesu alipokuja ilikuwa rahisi kuaminika kwa sababu kuna watu waliomtambulisha. Naweza kuchangia hicho. Na wapataje sasa hao watu? Okay, unawapataje hao watu? Ndugu zangu walikuwa wametangulia kusema unahitaji kumuomba Mungu la kwanza, kwa sababu Mungu ndiye mwenye watu na unajua watu. Lakini jambo la pili ni kupima wale watu nao uhusiana nao. Unawapima, unawaangalia namna wanavyofanya, unapima kwenye uangalifu, unapima nia yao. Katika kuwapima utawajua. Namna kuu mbili ni hizo, kumuomba Mungu na kuwapima watu wale. Unajua vigezo ya kwa mimi nataka maadili mema, yanataka hivi. Je, huyu mtu wangu anakidhi? Ni kwa kuomba na kwa kuwapima. Kuna jitihada yoyote ya kuwatafuta au wanakuepo? Hao watu tunaishi nao. Yaani hata usipowatafuta, kila mtu anaishi na watu waliomzunguka. Ukiwa chuoni una watu, ukiwa kwenye biashara una watu, ikiwa hapo mtaani una watu. Kwa hiyo hata uwatafute, kwa sababu watu wenyewe walishakuwepo kabla hujawatafuta. Swala msingi ni kumwomba Mungu katika hawa nani anafaa, na jambo lingine ni kuwapima kwa sababu watu wenyewe wapo. Nashukuru sana. Inoti, umesikia? Ili maono yako yatimie, ili ndoto zako zitimie, unahitaji watu 4 watakao kutambulisha, watakao kuamini, watakao kusaidia, watakao kulea kiroho. Wewe una watu wangapi mpaka sasa, na umebakiza wangapi katika hayo makundi 4? Kwa upande wangu naweza nikasema nina watu 3. Sawa. Moja ni mtu anayenilea kiroho. Nashukuru sana Mungu, tumepata baba yetu ambaye anatulea kiroho. Na pia si anatulea tu kiroho, pia anatushauri kwa ushauri wa kawaida kama mtu ambaye anatutambulisha. Anatufundisha sana neno la Mungu kwenye maisha yetu. Mojawapo ya kitu ambacho nakipenda sana kwake, anatuambiaga kwamba sawa, kila tunaokoka na tunakuwa na maono, lakini katika maono yetu hayo ambayo tunayo, kila mtu anatakiwa akatae umaskini kwa hali zote. Anasemaga kwamba haiwezekani mtu okoke mwaka huu upo maskini, afu baada ya miaka 5 uwe pia maskini. Haiwezekani, kwa sababu Yesu apende hivyo. Hapendi mtu awe hivyo. Kwa hiyo mmojawapo wa mtu ambaye ninaye katika maisha yangu, ambaye ananisaidia katika maono yangu, ni mlezi wangu wa kiroho. Pia nina mtu ambaye nimemwamini katika maisha yangu ya
kujiwekeza kama binti na kuanzisha biashara, nilikuwa napitia changamoto sana ya kupata mahitaji yangu na ya kwenda kununua mizigo kwa bei ya jumla, kwa sababu wafanyabiashara wengi huwa hawatoi taarifa zao waziwazi. Mpaka kidogo uwe muombaji, uwe mtafutaji, unatafuta sana ndo utapata wapi labda mizigo unauzwa kwa bei ya jumla. Kuna muda niliingia kwenye maombi, ilikuwa ya masaa 24. Nikamwomba sana Mungu. Nakumbuka nikawa nimeenda tu mjini siku hiyo, kuna mdada mmoja akaniambia mimi naweza kukusaidia, na nilikuwa ni mtu ambaye simfahamu sana. Lakini akawa kama ndugu yangu na akawa pia kama mtu wa karibu, kwa sababu aliniamini kwamba naweza kufanya biashara hii, na pia akanitambulisha kwa watu sahihi kabisa. Nikapata mzigo. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu katika hao watu wawili, na pia ni mtu aliyenitambulisha amenisaidia kwenye baadhi ya mambo. Kulikuwa kuna changamoto kwenye mambo ya kusajili leseni ya biashara. Nashukuru sana Mungu, alinifanyia wepesi. Alienda mpaka kule TRA, akanifanyia estimation, akanielekeza. Kwa hiyo namshukuru, amenitambulisha kwamba naweza kufanya biashara. Kwa upande wangu naweza kuwashukuru. Nashukuru sana. Isaac, naam, umefikisha wangapi? Umepelea wangapi katika makundi manne? Asante ndugu mtangazaji. Nashukuru sana Mungu kwa kunipa watu mimi naona kwa upande wangu ni kama amenipa wote. Kwa sababu naomba nianze kwa watu wanaonibeba katika maombi. Nina watu ambao wananibeba katika maombi, yani naomba nao, lakini kila mradi wangu ninaoanzisha yani nina, hata kwenye simu yangu kiangalia nina loi, kwa Kiingereza wanaita project, nina loi mikakati prayer, yani kikundi cha maombi. Nina watu 5 ambao ni watu ambao Mungu amenipa. Katika wao katika hao 5 watatu nimejuana nao nikiwa kidato cha 3. Kwao nimekuwa nao mpaka leo wamemaliza vyuo vikuu, ni wasomi, lakini bado tuko kwenye malengo, na wote wamesomea vitu ambavyo na vihitaji. Kwa hiyo wao wananibeba katika maombi. Lakini cha pili, nina watu ambao wananitambulisha. Nina vitu vingi ndani yangu, lakini pasipo watu, ni kweli Mungu ndo anayetutambulisha, ila Mungu anatumia watu. Mimi kama unavyojua katibu, wakati naingia kwenye bunge la vijana la Afrika Mashariki, nilitambulishwa na mtu akaniambia, Isaac una kitu. Yani alinipa mwaliko, nikafika pale, nikapata mwaliko wa kuingia kwenye bunge la vijana la Afrika Mashariki. Nikachangia mada, nikatambulishwa, nikapata na uongozi nyeti, nikapata na kawizara pale ndani. Kwa hiyo kuna watu walinibeba katika kunitambulisha. Na wewe nikakutambulisha kwenye grupu la vijana. Ndo nilikuwa naelekea huko. Haikuishia hapo, lakini katika yote kanisa lilikuwa lijanitambua. Kanisa lilikuwa liniona kama Isaac Loyu, kama mshirika kijamii. Lakini katibu kanitambua katika grupu la vijana. Ndani ya vijana wenzangu wakagundua na kitu fulani. Lakini hujaishia hapo, kanitambulisha mpaka leo niko hapa tunafanya kipindi ndani ya Sibuka. Kwa hiyo umenitambulisha. Lakini alijaishia, mkurugenzi wa CF Taifa mchungaji Bilali asingenijua bila yeye kunitambulisha kwa mchungaji. Kwa hiyo ninashukuru Mungu, hao watu wamenibeba. Lakini kuna watu ambao wananikosoa na kunishauri. Siwezi kumsahau mama yangu, Mama Sara Milunga. Lakini siwezi kusahau dada zangu wawili hapa nimekaa nao. Kuna kipindi walinikosoa, nilikuwa na nywele ndefu, wakanikosoa, bana Isaac, ni kweli una vitu vikubwa, lakini muonekano wako unaweza ukiwa smart, unaweza ukafanyaje, ukawa mtu mzuri ukafanya. Kwa kuna watu wananikosoa, bana Isaac, ni kweli umefanya, lakini hapo umeruka mipaka ya Kikristo. Kwa hiyo nimepata watu aina yote ambao kunisaidia kuishi hata katika mikakati ya mchungaji wangu. Asante. Nashukuru sana. Kwa dakika 1.5 mpaka dakika 2, mwalimu, watu 4 unao au bado, au unao wangapi katika hayo makundi manne? Amina, asante kiongozi. Mimi pia nashukuru, karibia wote Mungu amenipa. Nikianza na watu wa kunishauri ama wa kuniongoza kiroho. Kwa kweli ninamshukuru Mungu sana kwa wazazi wa kiroho. Mimi pia nimepata neema ya kuwa mtoto wa kiroho wa Askofu Mizarubi pamoja na mama. Mimi kwangu binafsi, baada ya kukuka na kuendelea kujitambua kiroho, nikaona ni neema kubwa na ni fahari kubwa ambayo Mungu amenipa.
ni wazazi wazuri sana ambao wana msimamo wa kiroho. Hata tukiwasikia, hata tusipowasemea, tunasikia hata wengine wakiwasema huko. Wana msimamo wa kiroho, yani kiimani katika neno la Mungu. Hawapindishi kama alivyosema mwenzangu hapa. Yani ni ukweli usiopingika. Lakini wanakuwa vielelezo kwetu sisi wenyewe kwa kutushauri na kutufundisha ama kutulia kiujumla kiroho. Lakini pia kwa maana ya kunishauri pia, hata mama, yani mama mchungaji, yani amekuwa ni rafiki sana wa watu. Na mimi siku moja yani nikajitahidi, nikapata neema. Nilikuwa na changamoto fulani, nikasema hebu ngoja niende nikamueleze. Nikaenda nikamweleza, alafu akanishauri. Nikajikuta nimetoka kwenye, nilikuwa ni changamoto kubwa ambayo nilikuwa nashindwa kuamua mimi mwenyewe nifanyaje. Nawezaje, yani nilikuwa kwenye dilema, nawezaje kuamua kitu cha namna hii. Nilikuwa namuomba Mungu lakini bado nashindwa, nakosa ujasiri kwa kuchagua njia ya kuelekea hapa nifanyeje. Lakini nakumbuka siku nilivyoenda, alinipa ushauri mzuri sana, akanipa shuhuda za kutosha, alafu baadaye akaniombea. Kutokea hapo nikapata nguvu zaidi. Nashukuru. Wale wengine karibu kwa dakika moja. Au wengine pia watu wa kunitambulisha. Pale pale kanisani pia kuna watu ambao Mungu amenipa. Kuna Dr. Kiwango na familia yake, lakini kuna Mwalimu Metusela. Yani ni watu ambao nilipookoka tu pia Mungu alinipa kama washauri, lakini wananitambulisha kwa sababu hata kwenye application zangu za kazi, mambo mbalimbali nimewatumia kama referees. Kwa sababu ni watu ambao walinikubali, wanaweza kuniambia fanya kitu, thubutu hiki, kasome hiki kwa sababu unaweza. Lakini siachi pia kukutaja kama kiongozi wangu wa CGM. Kiukweli hata kuwapo si kazi rahisi. Nilishangaa tu siku moja ukaniita kwamba kuna kipindi cha kurekodi pale Sibuka. Yani ni kitu ambacho si chepesi, lakini mimi nilishangaa, nikasema hivi naweza. Kwa hiyo nilipokuja nikamwomba Mungu, nikaja kwa wakati mara ya kwanza, mara ya pili, mara kadhaa. Nikaona bado unanishirikisha, ni kwa sababu pia uliniamini, lakini ukawa unafanyaje? Unanitambulisha. Kwa hiyo nimejulikana na watu wenzangu mahali hapa, lakini ni zaidi watu ambao wanakuwa na shiriki kipindi hiki. Nashukuru sana sana. Mtazamaji wa Sibuka TV na msikilizaji wa Lindi FM, kipindi cha vijana. Siku leo tunaangalia nguvu ya marafiki katika maadili ya kijana. Nayeongoza kipindi hiki ni mimi Yosefu Fimbo. Melkizedeki, watu hao wanne unao kwa dakika moja? Amina, naweza nikasema Mungu nilikuwa nao kadhaa, lakini niseme baada ya kambi hili la vijana CGM SF nimeweza kukamilisha watu wengine. Mimi naweza nikasema ni sport mbili nilikuwa nimepelea sasa, na Mungu amezikamilisha kutokana na majibu ya kambi ambayo niliweza kushiriki la vijana wanafunzi la CGM SF. Nafasi hizo naweza nikazielezea. Kwanza, watu wa kunitambulisha na watu wa kunibeba. Hiyo jambo ndo nilikuwa mimi kipekee nilikuwa sijaweza kupata watu wanayo, lakini kutokana na tulijifunza katika pia masomo ambayo tulikuwa tunajifundishwa kwenye kambi kwamba lazima kwanza kujiamini, kuthubutu. Pale ndo unapoweza kupata watu wa aina hiyo. Kwa hiyo mimi nimeweza kupata kama hii nafasi iliyopo hapa nilioipata kwangu mimi. Sio kwamba ninafahamika kama ni neema ya Mungu, ambapo sasa nimeweza kubeba ama kutambulishwa kwa sababu alikuwepo mtu mwingine akaweza kunitambulisha, akaweza kunifikishia. Kwa hiyo hiyo ni watu ambao mimi niseme watu ambao wameshakamilika kutokana na hilo jambo. Nashukuru sana. Inoti, kwa sekunde 30 umesema wamepatikana watatu, wamebaki nani katika hayo makundi matatu? Waliobakia ni watu labda wa kunishauri. Lakini pia nimepata. Umepata? Nimeshapata. Nashukuru. Wamepatikana? Ndio. Basi nashukuru sana. Mchungaji, karibu sasa uweze kutuambia kijana afanye nini kifanyike ili kijana aweze nguvu ya marafiki isiathiri maadili yake. Nini kijana afanye ili nguvu ya marafiki isiweze kumwathiri?
Kwa kweli kijana cha kwanza anahitaji amwamini Yesu, aokoke, Yesu akae ndani mwake. Yesu ndiye anayeweza kutupa akili kujua mtu huyu ni sahihi ama si sahihi. Kwa kweli kumfahamu mtu sio jambo rahisi. Moyo wa mtu ni kichaka. Lakini Yesu anaweza akatuonyesha nani wa kuambatana naye na nani sio wa kuambatana naye. Kwa hiyo mimi ningeweza kuwashauri vijana wamfahamu Yesu, anaweza awasaidie. Kwa mfano, nataka kuiona habari moja ya labda kwa sababu ya muda uhitimishe hapo. Karibu. Mimi na tunapo msikilizaji wangu na wewe ambao unaniangalia, tunapoelekea kuhitimisha, tumekuwa tunaongea kuhusu ushawishi unaotokana na marafiki. Mimi nikushauri ndugu yangu, chagua Yesu awe rafiki yako. Petro aliambatana na Yesu. Siku moja alimwona Yesu anatembea juu ya maji, akasema Bwana nije. Yesu akamwambia njoo. Ikiwa utamchagua Yesu na ukamkubali, Yesu anaweza kukuwezesha ukafanya yale mambo ambayo yeye anafanya. Si rahisi kufanya mambo ya kimungu kwa sababu mambo ya kimungu yenyewe sio rahisi, lakini ni rahisi sana kama tutakuwa na Yesu, kama ambavyo Petro alifanya, akatembea juu ya maji. Hayo mambo nayo unapohubiriwa kuokoka, wanasema unajua kuokoka ni kazi ngumu, ni vile tu hujamwamini Yesu. Ukimwamini Yesu kila kitu kinawezekana. Mimi nakushauri Yesu awe ndio rafiki pekee wa maisha yako atakayekusaidia. Nashukuru sana mtazamaji wa Sibuka TV na msikilizaji wa Lindi FM. Siku ya leo tumejadili nguvu ya marafiki katika maadili ya kijana. Tumeshukuru mchungaji amehitimisha vizuri kwamba ili uweze kuwa na ili nguvu hiyo isikuathiri, isiweze kuathiri maadili, lazima umpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Asanteni sana wageni wangu na Mungu awabariki sana.